ni kuhusu taifa letu la Tanzania. Tanzania tangu tumepata uhuru mwaka 1961 tumeishi maisha ya amani sana. Tumekuwa kisiwa cha amani. Na hii amani haitokei tu ghafla kwamba kuna amani. Kila mmoja alitimiza wajibu wake. Upande wetu sisi viongozi wa dini na waumini wetu tuna wajibu wa kuliombea kanisa na tumeliombea kwa miaka yote. Ndio maana hii amani ipo. Maadili kidogo yanaanza kuchechemea kwa sababu tunaanza kulaumiana. Kila mmoja anataka kutoka kwenye nafasi yake na kwenda kwenye nafasi ya mtu mwingine. Niwaombe mtumishi wa Mungu, viongozi wa dini, tuna wajibu wa kuliombea taifa letu la Tanzania. Mimi naamini hivyo kwamba mimi siamini katika kunung'unika, naamini katika kuomba. Tunaona wenzetu kanisa la kwanza akina Petro walipokutana magumu, walikuwa wanasema kanisa liliomba. Lilipoomba kanisa, Mungu alishuka akatatua changamoto zilizokuwepo. Kuliombea taifa letu. Hatuna nchi nyingine zaidi ya hii. Kusoma maandiko vizuri utagundua kwamba kila mmoja akikaa kwenye nafasi yake, tuna nchi moja iliyo bora sana. Kama tukipuuza kuhusu maombi, hata hayo tunayoyazungumza mengi yanaweza yasiwe na impact kubwa, yasiwe na faida kubwa. Kanisa tuna wajibu wa kuomba ili taifa letu liwe na amani. Tunajaribu kuwaza Oktoba 29 kuna shida ilitokea. Kwa siku chache sana ambazo tulikaa ndani kwamba hakuna kutoka, Watanzania hatukuzoea maisha haya. Hata yule mwenye kipato kikubwa hakuzoea kununua mahitaji ya kutosha kula miezi mitatu. Kwa watu walijikuta wanalala njaa na fedha wanazo. Na mtu analala njaa, anakosa mahitaji ya msingi. Kwa sababu hatukuzoea hali hii. Tuiepukeni sana. Hatuna nchi nyingine. Tunaangalia mataifa mengine kama Kongo, wanavyolia, wanateseka. Hakuna namna. Nchi ikishakuwa na vurugu, yani hamwezi kuabudu, hamwezi kufanya biashara, watoto hawezi kwenda shule. Kila kitu kinaharibika, kitu ambacho tunapaswa kukiepuka kwa nguvu zote. Kila Mtanzania, kama katiba inavyosema, Tanzania italindwa na Mtanzania mwenyewe. Kwa kila Mtanzania atimize wajibu wake kuhakikisha kwamba Tanzania ipo salama. Timiza wajibu wako. Familia kwa familia, mtaa kwa mtaa, kijiji kwa kijiji, kila mmoja kwa nafasi yake, hatimaye kule juu. Wito wangu ni huo. Na sisi tutaendelea kuomba, na hapa tunaomba sana. Kumbuka hata mwezi wa 11 tulikuwa na maombi ya mwezi mzima kuomba kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Wakati wanasema kuna maandamano Disemba 9 mwaka uliopita, tuliingia kwenye maombi ya siku 21, wiki 3. Tukamwambia Mungu, hatuna pa kwenda. Hayo maandamano yasiwepo. Sio kwa nia mbaya, lakini tunahitaji kuwa salama. Tulimuomba Mungu na Mungu anasikia maombi yetu. Na sio sisi tu tuliomba. Najua Tanzania nzima watu waliomba sehemu mbalimbali kwa imani zao ili tuwe salama. Na hatimaye tuko salama mpaka leo. Mungu aendelee kuibariki nchi yetu. Aendelee kubariki kila mmoja. Viongozi wetu Mungu aendelee kuwabariki na kuwalinda. Viongozi wakiyumba nchi inayumba. Huo ndio kweli. Baba akiyumba familia inayumba. Lazima tuombee pia. Kwa sababu wanasikia mengi. Yakiwapoteza nchi itapotea. Tunaongoza iwe jamii, iwe wilaya, iwe nchi kwa kupokezana. Unapoingia kwenye nafasi, wenzako wanatakiwa kukutegemeza. Hakuna mtu anayeweza kusimamisha nchi kwa akili zake mwenyewe, kwa nguvu zake mwenyewe, bali ni ushirikiano.